God bless Lema tangaza kifo cha wandani wake Samia Suluhu wanao njama ya kuwadhuru wanachadema. Hujambo na karibu. Mbunge wa zamani wa Arusha mjini God bless Lema ameibua taharuki kubwa baada ya kutoa kauli kali akidai kuna mipango ya siri inayoandaliwa na baadhi ya wandani wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kumdhibiti kisiasa na kuwakandamiza viongozi wa Chadema. Kauli yake imesambaa haraka na kuzua mjadala mkubwa mitandaoni, wengi wakitafsiri kama onyo la moja kwa moja kwa wale wanaojaribu kuwatisha. Lema amesema amepata taarifa za kuaminika kuhusu vikao vya siri vinavyopangwa kwa baadhi ya vyombo vya dola ili kumdhibiti yeye na viongozi wenzake. Amesema wazi kuwa hatua hizo ni hatari kwa mustakabali wa demokrasia ya taifa na zinaweza kusababisha mgawanyo mkubwa kisiasa. Na katika kauli yake nzito, Lema ametangaza wazi kifo cha kisiasa ama cha wandani wanaompangia mabaya kwa wale wote aliowaita wandani wa Samia Suluhu wanaompangia mabaya. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa Instagram, Lema alisema kuwa hakuna hila wala mpango wa giza utakaopangwa dhidi yangu utakaofanikiwa. Mimi sio mtakatifu mbele za Mungu hata kidogo, lakini angalau ninamjua Mwenyezi Mungu ninayemwaminia. Kikao chochote mtakachopanga dhidi ama mtakachokaa dhidi yangu, kuanzia sasa mtaadhibiwa na kifo. Kuanzia anayeweza ama anayewaza, anayepanga na anayefikiri kutekeleza. Akataja kitabu cha kusoma kutoa Biblia ambao ni Zaburi 35. Baba alisema kuwa maana walinitegea mitego bila sababu, walinichimbia shimo bila kisa chochote. Ni ujumbe ambao umezua taharuki nchini Tanzania. Kauli hii imeamsha mjadala mkubwa ambapo wafuasi wake wanasema Lema ameonyesha ujasiri wa kupinga vitisho vya kisiasa, huku wengine wakiona kama ishara ya kuonya mapema serikali na vyombo vya dola kwamba upinzani hautanyamazishwa. Madai haya yanajiri wakati mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za kiraia unazidi kushika kasi. Kwa muda mrefu Chadema imekuwa ikilalamika juu ya ukamataji holela wa viongozi wake, kuzuiwa kwa mikutano ya hadhara na vitisho vinavyodaiwa kutoka kwa dola. Lema amesema hatakubali kuona viongozi wake wanashambuliwa kimya kimya huku wananchi wakibaki gizani. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli hii ni onyo kali kwa wale wanaopanga kuvuruga mustakabali upinzani na ni kengele ya tahadhari kwa taifa zima. Wamependekeza vyombo vya usalama vitumie weledi na kuepuka vitendo vitakavyoweza kutafsiriwa kama ukandamizaji na kuwa hali hiyo inaweza kuongeza taharuki na kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Wananchi nao wamegawanyika, wapo wanaona Lema kama shujaa anayeweka wazi mipango ya serikali ama ya siri na huweza kuhatarisha demokrasia, huku wengine wakimtaka kuwa makini ili kuepuka kuchochea mivutano mikubwa zaidi. Kwa jumla, tangazo la Lema kuhusu kifo cha kisiasa kwa wanaopangia mabaya limeibua hisia kali na linaendelea kutikisa majukwaa ya kisiasa. Mjadala huu unatarajiwa kuendelea huku macho ya umma na jumuiya ya kimataifa ikielekezwa kwa serikali na vyombo vya dola kuona jinsi watakavyoitikia onyo hili.